Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika mahubiri ya leo, ambapo mahubiri haya ni mahubiri tunapoangalia mwezi huu. Tulikuwa tunasema tunaangalia kuhusu kanuni ambazo zinachangia baraka za Mungu zishuke katika maisha ya mtu. Na siku ya leo tuko kwa episode 10. Kwa hivyo kama hujafuata zile episode zingine za pale juu, mtazamaji wetu, rudi pale, tafuta hizo episodes na itakuwa ya baraka sana, zitakusaidia na zitakujenga. Kwa hivyo leo nataka tuangalie katika kanuni moja ambayo inakuwa. Na hii kanuni iko na njia mbili, iko na aina mbili. Hii kanuni unapoifanya inaweza kukutoa kwa shida, na unaweza ifanya tena kanuni hii ukose kuifanya vizuri ikufunge. Kwa hivyo kwanza tuanze na ile kanuni ambayo inaweza kukutoa kwa shida. Na hii kanuni hii ambayo Mungu pia huiangalia ni nadhiri. Mungu huangalia sana nadhiri. Na hapa kwa nadhiri nataka tunizifuatilie, tuangalie kwa umakini sana. Mungu anaweza kataa, anaweza kukupiga, anaweza kukufungia milango kwa sababu ya nadhiri zile ambazo umetoa na hazijakaa vizuri kwake. Kwa mfano, ukisoma katika Samuel wa kwanza, usome Samuel wa kwanza, wewe isome tu yote, utapata mama pale anaitwa Hana. Hana alikuwa hana mtoto na akawa anadharaulika. Akawa na kulia na uchungu mwingi na akawa na kuugua kwingi. Lakini siku moja akaambia Mungu, wakati utakaponibariki na mtoto wa kiume nitakupatia wewe Bwana. Na wakati huo aliomba kwa uchungu mwingi sana. Na yule mtumishi wa Mungu alipomuona ni kama amelewa, akamuuliza, na wewe umelewa Bwana? Akasema, mimi sijalewa, ni uchungu wa moyoni. Na yule mtumishi wa Mungu alipotamka neno, kwa sababu kulikuwa na nadhiri ilimeshatolewa, mambo yalifunguka. At the same time mambo yakafunguka. Kwa hivyo kukawa na baraka pale, zikashuka. Mungu akafungua tumbo ya Hana, kwa sababu alipeana pia ahadi ya kwamba nikimzaa mtoto huyu nitakurudishia wewe. Na Hana akamzaa Samueli. Na alipomzaa Samueli, Hana akajitahidi. Alipomaliza hali ile ya kulea mtoto, alimpeleka hekaluni, akaenda akampeana kwa Bwana. Akawa anaenda kumuona huko. Na Biblia inasema kwamba tumbo ya Hana ikafunguka, akazaa wana wengine. Apart from Samueli akazaa wengine. Kwa hivyo nadhiri unapoitoa, Mungu anaweza itazama. Unaweza toa nadhiri na Mungu akuondoe kwa hiyo shida, ndio angojee utimize nadhiri yako. Kwa hivyo nadhiri pia ni mmojawapo ya kanuni za kuleta baraka juu yako ambazo zinatokana kwa Mungu. Tukiangalia kuna jamaa mmoja anaitwa Yefta. Yefta naye alikuwa ni mtoto ambaye walikuwa wanasema ni mtoto wa nje, ni mtoto haramu. Lakini wacha tuangalie pale katika Waamuzi, ni mtoto haramu, kwa sababu walimuita mtoto haramu. Lakini vile ambavyo Yefta alifanya, baada ya kufukuzwa na ndugu zake, kukatokea vita. Vita zilipotokea, Yefta hakujidharau. Alipoitwa na ndugu zake kwenda kupigana vile vita, Yefta akaenda. Na nataka uangalie hivi. Katika Waamuzi 11 mstari wake wa 30. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki, hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisongeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Hii ni nadhiri ambayo Yefta alitoa baada ya kwamba alikuwa ameonekana ni mtoto ambaye ni mwanaharamu, mtoto ambaye hafai, si wa boma ile, wakamfukuza. Baada ya siku nyingi kukawa na vita na hao wana wa Amoni, wakaleta vita kwa wale ndugu zake. Alafu wakamuendea, kwa maana Yefta alikuwa ni jemedari mkuu, mtu ambaye alikuwa anajua vita, akatengeneza jeshi lake. Kwa hivyo kufukuzwa kwao, yeye hakuangalia amefukuzwa, aliangalia ule uwezo alio nao, akatengeneza jeshi kubwa. Basi wakati alipokuwa wamemhitaji akuja wapiganie, na wakawa wamemwahidi ya kwamba ukitupigania tutakuacha wewe ututawale. Basi alipokuja Yefta
akapigana vita. So akiwa katikati ya vita akapeana ahadi hii, akaambia Mungu, ikiwa wewe Mungu utanitoa katika vita na mikono ya hawa na wa Amoni, basi nitakaporudi kwa nyumba yangu, chochote kitakacho nilaki nitakupatia wewe. Kwa sababu ya nadhiri hiyo, Mungu alimsaidia Yefta akapigana vita na kushinda. Basi ukisoma pale mbele, baada ya kuwa vita zimeshakwisha, amerudi. Alipofika kwa nyumba alimkuta mwanawe alikuta mwanawe ambaye walikuwa wapekee. Alipomuona akashtuka, akamwambia, wewe unanitesa sana. Mtoto wake akamwambia, kile ulichoambia Mungu kitimize. Basi Yefta mtoto wake alipomuomba ruhusa, akampea ruhusa ya siku miezi kadhaa, akafanya mambo, akaenda kutembea kwa marafiki na kukula, akakuja akamtoa sadaka ya kuteketezwa kwa sababu ilikuwa ni nadhiri. Kwa hivyo Mungu anaweza akakutoa kwa shida kwa sababu umemtolea nadhiri ya kwamba hakika Mungu wangu, ukinitoa katika taabu hii, mimi nitakutumikia, mimi nitakuwa mwaminifu, mimi nitakufanya hivi. Chochote utakachomwahidi Mungu atakutoa kwa shida, ndio wewe nawe ukatimize kile Bwana anachokisema. Kwa hivyo siku ya leo na episodi hii, nadhiri inaweza ikakutoa kwa matatizo. Utakapotoa nadhiri yako ya kwamba Mungu nitafanya hiki, na hakika ufanye kweli, basi utakuwa wewe umejitoa kwa matatizo kabisa. Mungu anaweza akakutoa. Kama leo hii ukisema, na Mungu, kwa hii situation niliko ndani, ukinitoa mimi nitakuwa kanisani siku zote, basi itakuwa hivyo na Mungu atakufanyia hiyo. Kwa hivyo mtazamaji wetu, ukiwa na swali la aina yote, uliza, kuwa huru, utuulize maswali na tutakusaidia. Basi